Umeona kitabu hiki? Hiki kitabu hiki si umekiona hiki? Leo nataka nikupe historia kubwa sana ya kijana mmoja alioharibu maisha yake kupitia kukidharau kitabu hiki. Lakini pia katika historia hiyo pia tutajifunza umuhimu wa kitabu hiki katika maisha ya mwanadamu. Kama fuatana na mimi kwa makini sana. Kuna kijana mmoja, siku moja alikuwa anafunga ndoa, au kwa maana ya harusi. Kuna tafsiri kubwa sana ya ndoa yake na sherehe kubwa sana ya ndoa yake. Katika ndoa hii, huyu kijana aliwaalika watu wengi sana katika shughuli ile. Lakini alipowaalika, miongoni mwa watu ambao walioalika katika shughuli ile ilikuwa watu muhimu sana katika maisha yake, ikiwemo wazazi, kwa maana baba na mama. Lakini pia aliwaalika ndugu, akawaalika marafiki, akawaalika na watu mbalimbali katika shughuli yake ile ya ndoa. Lakini kweli ndoa ilikuwa na watu wengi sana waliohudhuria katika ufungaji wake wa ndoa. Lakini kama unavyojua, kwenye shughuli yote ya ndoa ama harusi, huaga kuna zawadi watu huaga wanatoa. Kila mmoja alikuja na zawadi yake pale kwa ajili ya kumpa ule zawadi ule bibi harusi na bwana harusi. Lakini kila mmoja alifika pale na kutoa zawadi yake kwa vitu vya samani sana. Watu walitoa vitu vya samani sana pale. Lakini yule kijana, baba yake mzazi, alifika pale katika sehemu ya utoaji wa zawadi kwa mwanae. Yule baba wa yule kijana ambaye alikuwa anafunga ndoa hakutoa zawadi kama watu wengine walivyokuwa wakitarajia, kama huyu ndio baba mtu atatoa zawadi kubwa sana, sababu babake alikuwa ana mali nyingi sana yule kijana. Lakini yule baba alitoa zawadi ya kitabu hiki, Biblia. Akachukua hiki kitabu akampa mwanae kama zawadi. Japokuwa licha ya kuwa yule mzee alikuwa ana mali nyingi sana, lakini yeye alichokifanya, alitoa kitabu hiki cha Biblia kwa mwanae wakati anafunga ndoa. Lakini yule mtoto alishangazwa sana na tukio hili la babake alilolifanya. Baada ya shughuli kuisha, yule mtoto wakarudi nyumbani na mke wake. Walifikiria mengi sana kuhusu baba yao, sababu matarajio walioyatarajia ni tofauti na mzee alichokifanya. Watu wametoa mazawadi mengi, magari na vitu kadha wa kadha, lakini yule baba mtu alitoa kitabu hiki cha Biblia, akampa Biblia mwanae. Yule mtoto usiku mzima akulala, alifikiria sana kuhusu zawadi babake aliyompa. Aliona kama amemdharau na hajaonyesha upendo kwake katika shughuli yake ya ndoa. Yule mtoto baada ya kuwaza sana, alifikia hatua na kuchukua hatima, akakichukua kitabu hiki akaenda kukiweka sehemu juu hivi ya dari. Kuna sehemu ilikuwa ina uwazi, akaenda akakiweka kitabu. Baada ya kukiweka, akaendelea na maisha yake kila siku. Manake alikipuuza kitabu cha Biblia, hakufanyia kazi babake ile aliyomwambia. Nakumbuka neno la mwisho alilomwambia wakati anampa zawadi hii, alimwambia, mwanangu, hakikisha unasoma kitabu. Lakini yule mtoto, kama nilivyosema, akaenda kuchukua kitabu akaweka juu ya dari. Maisha yakaenda miaka na miaka. Kuna mwaka mmoja maisha yalikuwa magumu sana. Karibia nchi yote ilikuwa ina maisha magumu sana 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 sana. Waliokuwa matajiri wote walifilisika. Hali za kimaisha zilikuwa ngumu sana. Na yule mtoto, kumbuka, alipotoka tu kwenye ndoa hakuwa na hali nzuri ya kimaisha. Yaani yule hakuwa tajiri bado, isipokuwa tu zile zawadi tu alizopewa na wale watu. Kwa hiyo kwa wakati huo, watu ambao waliokuwa wana unafuu wa kimaisha ni wale watu ambao walikuwa matajiri sana wa kifedha wakati huo. Ndio kidogo ilikuwa kuna unafuu wa maisha kwao.
lakini kwa watu hawa wengine walikuwa na maisha magumu sana 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 sana. Kwa hiyo yule kijana kusema kweli maisha yalimpiga sana kutokana na ugumu wa maisha. Maisha yalimpiga sana. Na wakati huo tayari alikuwa na watoto, alikuwa ana familia tayari. Ikapelekea baadhi ya watoto wakaumwa, akashindwa kuwatibia. Watoto walipata magonjwa mbalimbali kutokana na umaskini na njaa. Alishindwa kuwatibia watoto, ikapelekea baadhi ya watoto wakawa wamekufa kabisa kwa magonjwa wale ambao yamewapiga. Kwa hiyo huyu kijana hali yake maisha ilikuwa ngumu sana upande wake. Ndipo kuna watu wakamfikishia taarifa yule mzee ambaye babake na yule kijana ambaye alimpa zawadi ya kitabu hiki cha Biblia. Sasa baada ya kufikishiwa taarifa, yule mzee alishangazwa sana. Ikabidi afunge safari ndefu, sababu mzee alikuwa anaishi mbali sana na kijana, nchi nyingine kabisa. Ikabidi amfuate kijana wake kule aliko. Baada ya kumfuata, alimkaribisha kwa shangwe sana. Alimkuta kijana wake na maisha magumu sana. Maisha magumu sana 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 na ya kutisha. Basi yule mzee bila kupoteza muda alipomwona vile mwanae alilia sana. Kupatia pale, lakini alilia sana. Akamwambia, mwanangu, kwa nini unaishi maisha haya? Baba hali ya kimaisha. Akamwambia, mwanangu, kile kitabu nilichokupa cha Biblia ulikisoma? Lakini yule kijana akasema, sikusoma baba. Akamwambia, hebu kalete kile kitabu. Basi yule kijana akaingia pale pale alikihifadhi kile kitabu miaka mingi sana kwenye sehemu ya dari, mpaka kile kitabu kilipatiwa na miutando ya buibui hivi sehemu zake za pembe hizi. Basi yule mzee aliposhika kile kitabu alilia sana yule mzee. Ndipo yule mzee akafungua hivi kitabu. Baada ya kufungua, katikati kitabu kikajigawa hivi. Kumbe punde sio punde, yule mzee wakati anampa zawadi ya kitabu hiki, ndani ya kitabu hiki alimwekea kadi ya benki na namba za siri za fedha za akaunti yake kama sehemu ya ulisi wake. Na ile kadi ya fedha ilikuwa ina kiwango kingi sana cha pesa. Kwa hiyo kijana huyu kwa kudharau kitabu hiki cha Biblia, ikampelekea kuishi maisha magumu ya kimaskini na mateso na aibu, kwa kubeza tu kitabu hiki cha neno la Mungu ndani yake. Lakini ndani ya kitabu hiki kilikuwa kina utajiri mkubwa sana. Kwa hiyo kijana huyu amepoteza watoto walioumwa kwa kukosa kutibiwa kwa sababu ya fedha. Amepoteza watoto wengi kwa sababu walikuwa hana fedha ya kuwatibia hospitali, kwa kudharau tu hiki kitabu cha Biblia. Laiti kama angelifunua ile siku na kwanza kusoma, maana tulikuwa tunazungumza historia mpya katika maisha yake. Lakini wakati huo alikuwa tayari ameshachelewa tayari, kwa sababu amani ilikosekana, umaskini ulimpiga, watoto walikufa. Kwa hiyo nimeleta kisa hiki kwako kukukumbusha kuwa, ndugu yangu, hapa duniani maisha yote ya mwanadamu yapo kwenye kitabu hiki. Iwe mafanikio ya kifedha, iwe amani, iwe furaha, iwe utajiri, iwe afya, iwe ndoa, iwe kila kitu kwenye dunia unachokiona chema, basi kitabu hiki hakijaacha kitu. Wengi wameangamiza maisha yao, wengi wameangamiza hatima zao kwa kukidharau kitabu hiki cha Biblia. Ndio maana nikakuandalia somo hili ili uelewe umuhimu wa kitabu cha Biblia. Nikakuandalia kisa cha kijana aliharibu maisha yake kwa sababu ya kudharau kitabu hiki. Yawezekana unanitazama
familia yenu mmepoteza watu wengi sana kutokana na vita ya shetani. Watu wengi sana wameshatangulia mbele za haki, lakini kuna uwezekano mkubwa sana hao watu walitangulia pasipokuwa na haki yake. Huenda sababu kubwa ilikuwa kukidharau kitabu hiki, lakini wengi kwenye dunia mnaishi kwenye migogoro mikubwa sana ya ndoa. Ndoa nyingi hazina amani na furaha kwa sababu ya kukidharau kitabu hiki ambacho nimekionyesha hapa. Lakini wengi hamna amani, hamna furaha kwa sababu ya kukidharau hiki kitabu cha Biblia. Lakini wenda hata baraka zako wewe unanitazama za mafanikio na maendeleo ziko baada ya wewe kuanza kukiamini kitabu hiki. Biblia ndio kitabu pekee cha mwongozo wa maisha ya mwanadamu, ajue alikotokea, alipo na anakoelekea. Mwanadamu ana historia yako mengi mazito yaliyoelezwa kuhusu mwanadamu katika safari yake ya mafanikio. Yesu anasema katika kitabu cha Biblia, amani na waachieni, ni waachiavyo mimi, sio ulimwengu unavyowaachia. Maana yake kuna amani ambayo inapatikana katika Biblia tofauti na amani ambayo ulimwengu mzima unaitafuta. Ndugu yangu, rai yangu kwako wewe unanitazama, kupitia kisa hiki cha kijana huyu, Mungu anakupenda, Mungu anakuhitaji. Haujachelewa bado, angali bado upo hai, una uwezo wa kutubu na kuanzisha ukurasa mpya wa maisha. Anza kuamini kitabu hiki, soma kitabu hiki. Wengi mmekataa kusoma kitabu hiki kwa sababu maisha yenu yamejiengage na mambo mengine, lakini kiuhalisia na kushauri ndugu yangu, anza kuamini kitabu hiki, uanze kutengeneza maisha mapya na hatima mpya katika maisha yako. Jina langu mimi naitwa Justin Potas Likwelile. Kama hujafollow ya account au kusubscribe, basi subscribe channel yetu hii, tuendelee pamoja katika safari hii. Asante sana.